Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Mei 12 ya mwaka wa 2026. Tuombe. Baba mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya nafasi hii uliyotupatia siku ya leo. Tunaomba uendelee kuwa pamoja nasi kila siku kwa neema yako. Tubariki, tutakase, tusamehe dhambi zetu, tuongoze na uwe mwongozi wetu katika hatua zote tunazozipiga kila siku. Malaika wako wadumu kuwa pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu adumu kutufundisha kuyatenda mapenzi yako katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema maisha imara. Yohana 9:4 inasema, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka. Maadamu ni mchana, usiku waja usipoweza mtu kufanya kazi. Maisha ya Kikristo hayahusiani tu na kutweka katika vitendo, upole, uvumilivu, unyenyekevu na utu wema. Mtu anaweza kuwa na sifa hizi za thamani na njema na bado akawa mlegevu na asiye jasiri na karibu kushindwa kabisa kazi inapokuwa ngumu. Watu wa namna hiyo wanakosa uthabiti na nguvu, umadhubuti na uimara wa tabia ambao ungewawezesha kukataa uovu na ungewafanya kuwa na nguvu katika kazi ya Mungu. Yesu alikuwa kielelezo chetu katika mambo yote, naye alikuwa mtendakazi mwenye bidii na asiyechoka. Alianzisha maisha yake ya utoaji huduma tangu utotoni. Katika umri wa miaka 12 alikuwa akifanya kazi ya baba yake. Katikati ya umri wa miaka 12 na 30, kabla hajaingia katika huduma yake ya hadhara, alikuwa na maisha ya uchapakazi. Yesu katika huduma yake kamwe hakuwa mlegevu. Alisema, imenipasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka. Wagonjwa wote waliomjia hawakurudishwa bila kuponywa. Aliujua kila moyo na alijua jinsi ya kuhudumia mahitaji yake. Maneno mazuri yalitoka midomoni mwake ili kufariji, kutia moyo na kubariki. Na kanuni kuu za ufalme wa mbinguni ziliwekwa mbele ya umati kwa maneno sahili ili yaweze kueleweka kwa wote. Yesu alikuwa mtendakazi wa kimya na asiye na ubinafsi. Hakutafuta umaarufu, utajiri au kusifiwa, wala hakutafuta amani na furaha yake. Hakuepuka wajibu na kujali kama ambavyo wengi wanaokiri kuwa wafuasi wake wanafanya. Madai ya Kristo katika huduma yetu ni mapya kila siku. Ingawa kuwekwa wakfu kwetu kungekuwa kamili wakati wa uongofu, hautatusaidia chochote isipokuwa kufanywa upya kila siku. Lakini kuwekwa wakfu kunako kumbatia sasa halisi ni safi, kwa dhati na kunako kubalika kwa Mungu. Hatuna majuma na miezi ya kulala miguuni pake. Kesho si yetu, maana bado hatujaipokea. Lakini leo tunaweza kumfanyia Yesu kazi. Leo tunaweza tukapanga mipango na makusudi yetu mbele zake kwa ajili ya ukaguzi na uthibitisho wake. Hii ni siku ya Mungu na wewe ni mtumishi wake wa kuajiriwa. Hii ni Mei 12, maisha imara. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema. Waogopa kifo, wadhani kwamba mwisho kuishi. Umetekwa na fikira mbaya, ondoa hofu moyoni. Umepewa uzima, Bwana aliyokuahidi. Utakula matunda mema, jikabidhi kwa Bwana. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo
tuliopewa kuishi. Kuna nyakati tumepita, muda mgumu usioelezeka, lakini tunalo tumaini, yote ni ya kitambo. Tumetanga pasipo dira, hatufahamu tunakoenda, lakini tunayo faraja kuu, Bwana ni mkombozi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Mpango wa Mungu wa ukombozi ulikuwa mwema, akashuka duniani kumtafuta wanadamu. Aliacha vyote, enzi na utukufu, aliacha vyote, enzi na utukufu. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa